Ni siku ya pili ya ziara ya kidawa ya dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki katika wilaya hii ya Masasi hapa mkoani Mtwara. Sheikh amepata mwaliko hapa katika ofisi hii ya mkuu wa wilaya ya Masasi Mheshimiwa Rachel Stephen Kasanda kwa ajili ya kuzungumza naye mawili matatu na kumpa ukaribisho katika wilaya hii ya Masasi, lakini pia mambo mengine ambayo ataweza kumweleza kuhusiana na wilaya hii ya Masasi. Nyuma ya kamera kama kawaida kwa Omar Salum Nganga, vile vile ndugu yangu Ibrahim wa Khidma TV. Mimi naitwa Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Tukasikilize kile ambacho kitajiri katika mazungumzo baina ya ugeni wa Sheikh Nuruddin Kishki hapa Masasi na ofisi ya mkuu wa wilaya. Kwanza Sheikh Nuruddin Kishki pamoja na mashehe na vijana ambao umeongozana nao wakiwemo wanahabari, karibuni sana katika wilaya yetu ya Masasi kwa sababu tulikuwa na taarifa za ujio wenu. Jana mlipofika walitoa taarifa kwamba tayari wageni wamefika, na kwa sababu walinialika na mimi tutaonana pia msikitini kesho. Mtakapokuwa mnazungumza na wanawake wa Masasi, tunaomba msisitize amani ya nchi yetu, na kwa sababu wanawake ndio wameshika familia, ili waweze kuzungumza na vijana walionao ndani ya familia zao kwamba nchi yetu ina historia yake, inahitaji historia ya nchi yetu ambayo ni ya amani iendelezwe. Nchi yetu ina umoja, hatubaguani kwa udini, hatubaguani kwa ukabila. Sisi wote ni Watanzania, na awe Muislamu awe Mkristo, utambulisho wetu mkubwa sisi ni Watanzania. Kwa hivyo utakapokuwa unazungumza na wanawake, naomba usisitize jambo hilo. Lakini la pili, usisitize malezi. Usisitize swala la malezi kwa kina mama. Wakumbuke malezi hasa ya mtoto wa kiume yamekuwa magumu sana, na nikuahidi kwamba utakuwa salama na tutaendelea kuheshimu vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa sababu vinatambua uwepo wako na timu yote ambayo umeambatana nayo. Nikuahidi tu kwamba utakuwa salama. Ujio wetu kama ulipopata kusikia ni kuwa support kina mama katika kongamano lao, na katika Uislamu wanawake wana nafasi kubwa sana. Na ndio maana mimi nimekubali kuacha majukumu yangu kilomita zaidi ya 600 kutoka Dar es Salaam mpaka hapa kwa ajili ya kuwaunga mkono ndugu zangu. Nimepokea ushauri wako. Kipindi hiki ni kweli ni kipindi ambacho tunapaswa sana kulinganiana, kupeana mawaidha yenye kujenga na sio kupasua, na kuahidi kuwakumbusha watu wa Masasi umuhimu wa amani, kwa sababu mtume wetu wakati anaondoka anasema, naondoka nataka nikuachieni mambo matatu. Maisha bora yanatokana na mambo matatu, anasema. Jambo la kwanza amani, jambo la pili afya njema, jambo la tatu tonge la siku moja. Kwa hiyo kwa ni mafundisho yapo sahihi katika vitabu, tutaendelea kuwaasa watu wa Masasi na Watanzania kwa ujumla. Na hili la maadili, bila maadili hatuwezi kupata wachapakazi, hatuwezi kupata watu watakaokuza uchumi wa taifa letu. Mimi nakushukuru sana, zaidi ya sana kwa mapokezi haya, na hii ndio uzuri wa Tanzania. Nchi nzuri ambayo popote unapokwenda unapata ushirikiano, hatuulizani kuhusu makabila yetu wala rangi zetu wala dini zetu. Hii ndio uzuri wa Tanzania, na sisi, mimi binafsi kama msemaji mhubiri zaidi ya miaka 30, nitaendelea kuambia Watanzania kwamba tusimpe shetani point na maadui, sababu sisi pia tuna maadui. Kuna baadhi za nchi huenda zilizotuzunguka hazifurahii sisi kuwa katika hali ya utulivu kwa miaka yote. Kwa hiyo mkuu wa wilaya, mimi nakushukuru sana na nashukuru wasaidizi wako. Tupo hapa mpaka Jumapili Mungu akipenda, na nimepapenda Masasi kwa muda mfupi tu, nimeona pamejengeka pazuri. Mwenyezi Mungu hatojalia kuwa ni
ni ziara ya mwisho, tutakuja mara kwa mara. Baada ya kusema hayo, nashukuru na wenyeji wangu BAKWATA mkoa pamoja na wilaya, mwenyekiti, katibu, uongozi wa msikiti huu wa Gorofani na akina mama, akina baba wote. Kwa kweli umenipokea mapokezi makubwa sana. Basi baada ya kusema hayo, namwomba Mwenyezi Mungu aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo ainyanyue Tanzania zaidi na zaidi. Amen. Aijalie iwe nchi ya amani, upendo, umoja na mshikamano. Atuweke mbali na shetani anayetaka kutugombanisha. Ajalie wa Tanzania turudishe kwenye haki, tuweze kuelewana, tukae meza moja kama ilivyokuwa siku zote. Yeyote ilitaka taifa letu kwa ubaya, Mwenyezi Mungu ampeperushe. Mwenyezi Mungu atushushie mvua za kheri na baraka. Mwenyezi Mungu atushushie riziki za baraka kutoka kwake. Atulinde wa Tanzania wote kutoka mbele yetu, nyuma yetu, kuliani kwetu, kushotoni kwetu, juu yetu na hata chini yetu. Na Mwenyezi Mungu aibariki serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na wasaidizi wake wote ambao wanamsaidia katika kutumikia taifa na wana taifa. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Hapana shaka mtazamaji, umeweza kujionea kile ambacho kimejiri hii leo kati ya dai wa kimataifa Sheikh Nuruddin Kishki na ofisi ya mkuu wa wilaya ya Masasi Mheshimiwa Rachel Stephen Kasanda. Imani yangu ni kwamba umeweza kusikiliza kile ambacho kimezungumzwa, lakini kubwa ni ukaribisho wa mkuu wa wilaya kwa Sheikh Nuruddin Kishki, lakini vile vile pia mkuu wa wilaya alitumia nafasi hiyo kuweza kumfahamisha shehe na kumtanabaishia yale ambayo yamo katika wilaya hii. Kutokea hapa katika ofisi hii ya mkuu wa wilaya, mimi sina la ziada. Naitwa Abdullahi mwana Maalim Mashi. Kumbuka ni muendelezo wa ziara kidawa ya Sheikh Nuruddin Kishki hapa Masasi ya siku 4 na leo ni siku ya pili. Endelea kutufuatilia kufahamu mengine ambayo tajiri ndani ya ziara hii. Kishki TV, nuru ya dini yako.